Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, pata dakika chache za kufahamu machache katika mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wafanyabiashara wa soko la Buguruni wamesema kuwa wapo tayari na kamili gado kukabiliana na msimu mpya maembe, msimu ambao huleta ongezeko kubwa la wateja na uhitaji wa huduma bora. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa wameanza kupokea maembe kutoka maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Turiani, Korogwe, Handeni na maeneo ya kaskazini mashariki mwa Tanzania ambako ubora wa maembe unatajwa kuwa ni wa hali ya juu. Msimu huu kidogo embe zilichelewa na sasa hivi embe tunatoa Tabora, hiyo hapo Bolibo kama unavyoiona, ila embe dodo bado kidogo haijakaa katika hali yenyewe ya kukomaa vizuri bado. Ila mwezi huu wa 11 ukishaisha, tukiingia wa 12 dodo itakuwa tayari imeshaanza. Sasa hivi yameanza kuingia, magari yanaingia mengi. Kwa tunafanya biashara kusema ukweli. Sana sana tu kwenye uhifadhi wa kufunika na kuyatunza vizuri. Yanapoharibika tunajitahidi, soko letu tunaliona ni safi. Kwa watu wa sokoni wafanye usafi, wanafanya usafi, wanatoa yaliyo mabovu, tunabaki na yaliyo mazima. Kipindi cha uchaguzi na tulipata hasara kubwa sana. Sababu mimi nilikuwa nimeshusha maembe yangu kama milioni 3.5, lakini sikuambulia hata shilingi 100. Yaani tulizoa makoko kwa kutupa maembe. Lakini sasa hivi ndo tunaanza tena kujipanga. Tuendelee na kurasa. Wakazi wa kijiji cha Butengorumasa wilayani Chato mkoani Geita wamekamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho ili kutatua changamoto wakazi hao ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya katika vijiji vya jirani. Kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo na kuanza kutoa huduma kunatoa mwanga kwa wakazi wa kijiji hicho kuanza kunufaika na michango yao ya fedha na nguvu kazi walioitoa wakati wa ujenzi wa zahanati hiyo. Kuhusu hii zahanati yetu, tulichangia sisi nguvu za wananchi kujenga maboma yote mawili ya zahanati pamoja na nyumba ya mganga, wakaja kutusaidia kuwezeka na kumaliza finishing na kila kitu. Tunawashukuru sana TFS. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunahangaika sana wakina mama, tulikuwa tunapata shida kwenda na kliniki, lakini kwa sasa hivi huduma iko hapa karibu, imesogea. Kwanza changamoto zilikuwa nyingi, vifo cha mama na mtoto vilikuwa viko karibu sana, lakini kwa sasa hivi tena hizo changamoto hazipo. Tunatoa hivyo kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii, lakini na hifadhi hii ni sehemu ya jamii, na tunatoa hivyo kwa jamii iweze kuona kwamba manufaa ya shamba yako hapa. Tulianza na shule moja, sasa tuna shule 2 za sekondari. Tumeanza kujenga bweni, tutakwenda kuwa ni A level. Lazima hapa tutaanza kufikiria mawazo ya kujenga kituo cha nini? Kituo cha afya. Sasa mkiwa na eneo dogo, maana yake hata kituo cha afya kitashindikana. Watapelekea wengine ambao watakuwa na mawazo kama haya. Tumalizie kurasa kwa hili. Wakati serikali ikijiandaa kuwapa vijana wizara itakayohusika na masuala yao pekee, baadhi ya vijana mkoani Dar es Salaam wamepongeza hatua hiyo na kuitaka wizara hiyo kuja na mikakati ya kuinua vijana hao kiuchumi, kwani tatizo kubwa ni ajira. Wakiongea na EATV, vijana hao wamesema kuwa tatizo kubwa linalowasibu ni kupata mikopo ya uwezeshaji kiuchumi kwa urahisi, na kwamba masharti mengi yanawakwamisha kibiashara, na kuitaka wizara hiyo kufahamu mapema changamoto hiyo na jinsi ya kuitatua. Hapa kwenye biashara yangu ni mikopo tu, kwa sababu biashara yenyewe bado ni ndogo changa. Kwa hiyo tukipata mikopo, tukiwezeshwa, tutapambana. Kwa kweli hilo jambo litakuwa ni jambo la msingi kwa vijana, kwa sababu tukiangalia kwenye taifa letu sasa hivi vijana ndio wanachukua nafasi kubwa kuliko tabaka lingine lolote, na katika nafasi hiyo ambayo wao wanaichukua bado pia tuna changamoto nyingi za vijana, kama kupata swala lazima la ajira. Kusaidiwa kwenye mikopo labda ya kimakundi, tuweze kujiajiri wenyewe na kufanya biashara, na kuhusu swala kama la leseni, mambo mengi yapungue, isiwe na milolongo mingi. Ajira labda kujaribu kuongeza wafanyakazi, kama wale wengine wamehitimu hawana kazi ya kufanya, serikali iendelee kutoa nafasi za ajira, nafasi za kazi.
tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.